Umepita tangu mtandao wa simu toka Vietnam wa Halotel kuzinduliwa nchini. Wafanyakazi wa kampuni hiyo waliopo makao makuu jijini Dar es Salaam wamesitisha kwa muda kutoa huduma zao wakiutuhumu uongozi wa kampuni hiyo kwa unyanyasaji. David Ramadhani anaarifu zaidi. Channel 10 imeshuhudia baadhi ya huduma kwenye ofisi za makao makuu ya Halotel zikiwa zimesimama, huku wafanyakazi wakiushinikiza uongozi kuzungumza nao kwa lengo la kuyapatia ufumbuzi matatizo yanayowakabili wafanyakazi. Baadhi ya madai ya wafanyakazi ni ufanyishwaji kazi kwa zaidi ya saa 12 na manyanyaso wanayodai kufanyiwa na waajiri wao kutoka nchini Vietnam. Mpaka leo hii watu hawajapewa. Si hivyo tu, hata mishahara ya Halotel yenyewe inatoka tarehe 30 na kitu huko. Kitu ambacho si haki kabisa. Haitoshi. Mimi naongea hapa, nimeondolewa kazini bila sababu ya msingi. Yaani nimeandikiwa email tu umekuwa terminated. Kitu ambacho ni kitu cha ajabu na wala sijawahi kuona. Sisi madeva na matatizo makubwa sana. Tunafanya kazi masaa zaidi ya 35. Tukiingia asubuhi, baada kutoka saa 11, naomba tutoke saa 1 jioni. Na ikifika saa 1 unaambiwa unapangwa shift ya kulala. Na ukilala ulipo overtime, ulipo nini. Mbaya zaidi, ukilala ukiamka asubuhi, unaambiwa uunganishe kazini. Umeona? Kitu ambacho hakipo kwa sheria na hakuna malipo, na ukibishwa kwa unileta. Mimi binafsi nimeshaandika maelezo badala ya nishakata kuandika maelezo matatu. Silali, naandika maelezo. Nimewapa mujibu wa sheria za kazi zinavyosema na kila kitu. Channel 10 ilipotaka kupata ufafanuzi toka kwenye uongozi wa Halotel, haukuwa tayari kuzungumza, na badala yake waliofukuza waandishi wa Channel 10 kutoka ndani ya ofisi zao. Tupatie uongozi haupo. Piga picha. Oktoba 14 mwaka huu, mtandao wa Halotel ulizindua huduma zake nchini na kujinasibu kuwa mtandao utakaotoa huduma kwa bei ndogo kabisa kuliko mitandao yote nchi nzima. David Ramadhan, Channel 10.